Mkurugenzi, ili hii stendi ikamilike ianze kufanya kazi kamili inahitaji shilingi ngapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mwaka huu wa fedha tulitenga milioni 123 ambayo inaenda kukarabati mitaro pamoja na mifereji mingine ya maji. Kwa hiyo kwa sasa tumetenga milioni 123 ili kuruhusu mabasi yaendelee kuingia katika eneo hili. Ili ikamilike full swing, ikamilike iweze kufanya, ili tuweze kuweka stendi hapa iwe imekamilika kila kitu inahitaji shilingi ngapi? Bilioni 2.3. Bilioni 2.3 ambayo inajumuisha stendi pamoja na uboreshaji wa miundombinu mingine ya soko kama ujenzi wa maduka na maeneo mengineyo ya mnada. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na zilizopo ni kiasi gani na upungufu ni kiasi gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali tulifanya tathmini ya maboresho ya soko zima ambapo tulifanya tathmini hiyo na kugundua kwamba kunatakiwa bilioni 2.3 ambazo tayari tumeshazi forward ofisi ya Rais TAMISEMI kwa ajili ya kufanywa kazi. Kwa sababu kwa kuna ule mradi wa EFDB, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unakumbuka kwamba tulitakiwa tu identify maeneo mawili ya soko kwa ajili ya wafanyabiashara hao wadogo wadogo kwa maana wa machinga waweze kufanya biashara zao. Kwa hiyo soko hili lilikuwa ni soko mojawapo ambalo lilikuwa tumelichagua ambao ni Bunju pamoja na Kigogo. Ambapo Kigogo ilikuwa ni bilioni 4.6 na hapa ilikuwa ni bilioni 2.3. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Zinazokosekana ni ngapi? Kwa sasa bilioni 2.3 Mheshimiwa Waziri Mkuu. Bilioni 2.3. Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ile 120 mnayo? Ipo Mheshimiwa Waziri Mkuu na imeshaanza kutumika ambapo kwa sasa kuna milioni 41 ambapo tumeshaanza ipo hapa kwa ajili ya kuboresha hii miundombinu ya hapa, lakini kuna fedha nyingine ambazo zipo kwenye account tunasubiri mkandarasi akamilishe kazi yake ndipo tunaendelea kumlipa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo nakuhakikishia kwamba fedha milioni 123 zipo. Mkipata bilioni 2.3 mnakamilisha stendi na sokoni? Kabisa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakamilisha. Haya, sawa. Nakushukuru. Nimepokea hiyo kwa sababu nilitumwa salamu za Mheshimiwa Rais, bilioni 2.3 haiwezi ikakosekana. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa sababu ni mpya, salimia na hili jambo linakuhusu. Bunju oye! Mabwe pande safi! Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba pamoja na itifaki yote na mwana waziri wa maji hapa, Waziri Awesu, mkuu wetu wa mkoa, mstahiki meya pamoja na mbunge wetu. Wakati huo Mheshimiwa Waziri, ili wakuone, ili utuambie maji yanaendeleaje, wewe usogee huku. Hapo mbele. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama TAMISEMI kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Profesa Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi ndo tunaanza. Wewe ni mwalimu wetu. Maagizo ulioagiza Mwanza nilikwenda kufuatilia na wananchi wa Mwanza wanatabasamu kwa sababu ulikwenda, tumekwenda kuyafanyia kazi. Lakini tukupongeze, juzi tu ulikuwa pale Kigamboni kwenye kivuko chetu unasikiliza kesi za mwananchi mmoja mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hauna likizo, hauna sikukuu, upo kwa ajili ya Watanzania. Sisi tunaongeza na tupo tayari kusikiliza maelekezo yako na kuyafanyia kazi. Wananchi hawa wamekuwa mashuhuda. Kila unapopita unaacha faraja, unaacha miongozo, unatatua kesi hata zile ambazo wangeweza kutatua viongozi wetu wa chini, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe umekuwa ukizitatua. Tunakupongeza sana, na sisi kama TAMISEMI asatendee haki wananchi hawa waweze kupata huduma. Wananchi hawa waweze kupata huduma. Na karibu sana. Tambulisha. Kwa Rajab Sefu, swala la maji yupo Waziri Awesu anakuja kuliongelea. Tuko pamoja ndugu zangu.